Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo nataka tuiangalie sheria moja ya kibiblia katika Agano Jipya. Paulo anaieleza kwa Warumi, ambayo hii sheria imewatesa watu wengi mpaka leo. Nataka leo tuende tuishughulikie kwenye ibada hii, na naomba kila mmoja tege sikio lake na kuishughulikia ipasavyo. Sheria hii inatambulishwa kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari kuanzia wa 18. Biblia inasema hivi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, haliko neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama ni lile nisilolipenda ndilo nitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lililo baya. Ni sheria ile ambayo nitakalo kutenda lililo jema lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inayopiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Sasa nitaenda leo kujadili na wewe hii sheria kwa utofauti kidogo, kwa sababu hapa inaongelea vile ambavyo ile sheria inapigana na mwili na dhambi, kwamba Paulo anakiri kabisa ya kwamba kile anachotaka kukifanya kilicho chema hakifanyi. Ule msukumo wa kufanya kilicho kibaya unakuwa ni mkubwa kuliko msukumo wa kufanya lililo jema. Anauliza ni nini hiki? Anajaribu kufikiria, anaona pana kuna shida hapa. Shida gani? Ni ya kisheria katika ulimwengu wa roho. Unajua katika ulimwengu wa roho zipo sheria. Usiseme zile sheria za Agano la Kale, zile za Torati. No. Yaani sheria katika ulimwengu wa roho. Mfano anasema, kwa uponyaji, niangalie tu hapa. Anasema bali sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hiyo Warumi sura ya 8. Anasema hivi: kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Sasa unapoongelea sheria ya roho wa uzima, hatuongelee mambo ya Agano la Kale, hatuongelee zile sheria za Musa, zinaongelea sheria za roho katika ulimwengu wa roho. Anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yake ipo sheria ya dhambi na mauti, ipo sheria ya uzima katika ulimwengu wa roho. Achana na zile sheria ambazo tunazijua, zile za Agano la Kale, zile za Musa. Hizi ni sheria katika ulimwengu wa roho. Sasa tunaangalia hapa, tunaona hapa inazungumziwa sheria ya dhambi ndani ya mtu, ya kwamba lile jambo ambalo mtu analijua, analitamani kulifanya, halifanyi. Na ndio maana ukuta mtu anaweza akasema hivi: naomba mniombee bwana, hii dhambi kwa kweli mimi imenishinda. Haimaanishi ya kwamba hajui kwamba ile ni dhambi, anaijua, lakini anaomba msaada kwa sababu anajua imemshinda. Sasa hii sheria nataka kuiangalia leo kwenye maisha ya kawaida sana. Huwa pia inafanya kazi, tena mpaka leo inafanya kazi kwa nguvu, na watu hawajui kwamba lile jambo la muhimu, nisikie kwa makini, lile jambo la muhimu mtu analotaka kulifanya halifanyi. Lile jambo lisilo la muhimu ndilo analolifanya siku nzima, wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima. Sasa unielewe vizuri sana kwamba ni sheria hiyo katika ulimwengu wa roho. Paulo anaielezea ni sheria, ukiachana na ile dhambi, kwamba ni ile dhambi iliyo ndani ya mtu. Anaiongelea sheria ya dhambi inavyomsukuma mtu kufanya jambo asilolipenda, halafu lile analolichukia, lile ndio analolifanya sana, analolipenda halifanyi. Ni sheria ya dhambi hiyo. kuwa na uzito kufanya jambo jema, halafu unakuwa na wepesi wa kufanya jambo baya.
sheria ya uzima pia inambana mtu katika ulimwengu wa roho. Hiyo sheria ya dhambi inambana mtu. Tunaiona hii kwamba huwa inaachilia uharibifu pia mtu hata kwenye mambo muhimu. Inatumika sheria hii katika ulimwengu wa roho. Kwamba nakuta mtu mambo ya muhimu kuyafanya, mambo yasiyo ya muhimu unayafanya. Ni sheria, unabanwa katika sheria katika ulimwengu wa roho. Na shetani anaishikilia hiyo. Unaweza kanielewa kwamba ukitaka kufanya jambo la muhimu, labda uko na simu yako, ukitaka kusoma Biblia, unaweza ukasoma Biblia kwenye simu yako kwa dakika 5. Na nazo ni nyingi sana. Ukiingia kwenye mtandao, either Instagram ama Facebook nini, hii mitandao, unakuta ukiingia huko, ile sheria inakukamata, unaweza kukaa kwa hata masaa 5. Lakini ukija kutaka kusoma Biblia, ile sheria katika ulimwengu wa roho inakubana kwamba lile jambo muhimu hulifanyi, unapata uzito. Halafu lile jambo ambalo sio muhimu unalifanya kwa wepesi, tena kwa ufanisi mkubwa, pasipo hata kusinzia. Ni sheria uzima. Na utaona katika ulimwengu wa roho hiyo sheria ina apply sehemu nyingi sana. Unakuta mtu anaweza kaenda kuangalia mechi uwanjani, akaangalia dakika 90, ni 1 hour ni saa 1.5 anaangalia mpira. Lakini anapokuja kanisani, utakapoanza kuhubiri, mchungaji hata hubiri somo vizuri kiasi gani, unakuta anaanza kusinzia ndani ya dakika 5. Unajiuliza nini? Ni ile sheria katika ulimwengu wa roho. Yale mapepo yanaitembelea ile sheria kwamba huyu mtu jambo la muhimu asilisikie, jambo lisilo la muhimu alisikie. Awe na nguvu kwenye jambo lisilo la muhimu, au siwe na nguvu kwenye jambo ambalo ni la muhimu. Na ndio mpaka sasa hii sheria ndio inaowashikilia watu wengi kwenye umaskini. Na pasipo kujijua, unakuta mtu mwenye akili, mtu ambaye ana ufahamu, unakuta hata kuna vifo vingine vinaweza vikawa vinasababisha. Daktari yuko busy kwenye mtandao, hayupo busy kwenye kufanya kwenye innovations, kwamba kuna ugonjwa huu tunafanyaje, madaktari wengine wamefanya. Unakuta yuko busy kwenye mtandao. Unakuta nesi yuko busy kwenye simu, anashindwa kuwa busy kwenye baadhi ya vitu. Yani unakuta mfanya biashara yuko busy kwenye mtandao, hayupo busy kwenye biashara yake. Unakuta mama yuko busy kwenye mtandao, hayupo busy kwenye familia yake. Na hii kesi inawatesa hata wanaume na wake kwenye mahusiano yao. Mume yuko busy kwenye simu kuliko alivyokuwa busy kwa mke wake, ama mke yuko busy kwenye simu kuliko. Wewe unaweza kusema hivi ni tabia gani? Sio tabia, ile ni sheria katika ulimwengu wa roho. Usipoishikilia ile, kuna watu wako busy kwenye vitu visivyo vya muhimu pasipo kujijua. Yani unajikuta siku nzima mambo yale ya muhimu ambayo unatakiwa kuyafanya kwa hiyo siku huyafanya. Yale yasiyo ya muhimu unayapa nguvu zote, kipaumbele, unazipa akili zako zote, zinaenda zinatulia kwenye kitu ambacho sio cha muhimu. Siku moja nilikuwa namuombea mtu mmoja, alafu baada hapo nikawa nakaa naye ofisini, najaribu kuongea naye. Ambia hivi, baba, mbona mimi nikija hapa kuongea na wewe ofisini, kama kuna ulimwengu fulani hivi nipo ambapo vitu vyote vya muhimu naanza kuviona. Ila changamoto nikiondoka sasa, nisipoandika kwenye diary na kuendelea kuvipambania, huwa naviacha hapo mlangoni. Nini maana yake? Katika ulimwengu wa roho, ile sheria mahali pale ofisini kwangu imeshikiliwa. Nguvu za Mungu zimeishikilia sheria ya kufanya vitu vya muhimu kuliko kufanya vitu visivyo vya muhimu. Nguvu ya kufanya mambo ya muhimu kuliko mambo yasiyo ya muhimu. Huyo mtu ana akili yake na ana degree yake vizuri, ana shule yake nzuri, and yuko very smart. Kwa nini? Kwa sababu elimu yuko nayo, lakini sheria ile ya kufanya mambo ya muhimu imeshikiliwa na adui. Huyu mtu hawezi kufanya jambo la maana, anakimbia na ana nguvu ya kufanya jambo lisilo la maana. Naweza nikawa naongea hapa, lakini mtu mmoja akawa anashuhudia ya kwamba anaongewa, maisha yake yanaongelewa. Sasa kama wewe ni miongoni mwa wale watu ambao mambo ya muhimu hayapewi kipaumbele, yale yasiyo ya muhimu yanapata nguvu ndani yako, ujue unatembelea sheria ipi. Lazima uelewe kwamba unatembea kwenye sheria ya roho. Ile sheria ya roho katika ulimwengu wa roho inakubana kushindwa kufanya mambo ya maana yenye maendeleo. Ila kubana
ushindwe kuwaza mambo yanayoenda kukupa utajiri. Yanakubana ushindwe kutafsiri na kutafakari mambo yanayoenda kukupa hatima njema, lakini unashikiliwa na jambo dogo ambalo halina maana. Na ndio maana unaweza kukuta siku hizi watu wengine, watu wasione elimu ya mtu. Na ndio maana unaweza kukuta una degree yako nzuri, watu hata shuleni na watu kazini wasione elimu yako, hata nyumbani watu wasione. Yani mtu anajiuliza wewe una degree lakini uko hoi. Angalia sheria zote katika ulimwengu wa roho. Angalia sheria za sadaka, angalia zile sheria, ni sheria. Mtu mmoja akaniambia, akasema hizo sheria ni kipindi cha Agano la Kale. Hujasoma Biblia. Sio sheria zile, zipo sheria nyingi za kibiblia. Na ndio maana hapa unakuta kwenye Warumi Paulo ana introduce sheria ya roho uzima. Hiyo sheria ya roho uzima ina apply lini? Leo. Kuna sheria ya hii nyingine nimeintroduce hapa leo, ambapo si wote walikuwa wanaielewa na kuiangalia kwa jicho hili. Na zipo sheria nyingi tu ambazo naweza nikakwambia hata baadaye sheria nyingine ukashangaa sana. Na ndio maana mtu anashikiliwa kwa sheria. Zipo sheria za utoaji, kwamba unatoa nini ulicho nacho, na ulicho nacho unakitoa nini kwenye ulicho nacho. Ile kuna sheria pale. Kuna sheria ya kupanda na kuvuna. Ile ni sheria kwamba ukipanda haba utavuna haba. Biblia inaeleza, na Yesu anasema, Paulo anasema kila mtu naangalie vile anavyopanda. Anaeleza sheria hiyo ya uzima, inaeleza sheria ya utoaji imetolewa pia na Yesu. Akasema hivi, umebarikiwa mkono unaotoa kuliko unaopokea. Hiyo ni sheria hiyo katika ulimwengu wa roho, kwamba mkono unaotoa, haijalishi umeokoka ama hujaokoka, ila mkono unaotoa unabarikiwa kuliko unaopokea. Kwa hiyo ni sheria. Na maana mtu mmoja akaniuliza akasema hivi, mimi nimeokoka lakini mbona sifanikiwi? Alafu nakuta mtu mwingine hajaokoka lakini anafanikiwa. Na nakwambia kuna wengine hawajaokoka wamefanikiwa, lakini aliyowafanikisha ni Mungu, kwa sababu wametembea kwenye sheria ya utoaji na hatumii nguvu za giza, lakini amefanikiwa. Kwa sababu mwingine anaweza akaokoka akawa ameokoka akatembea kwenye sheria ya kuingia mbinguni, inayosema kwamba utakapompokea Kristo Yesu akafanyika Bwana Mwokozi wa maisha yako, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ni sheria ile, ni maelekezo katika ulimwengu wa roho, ni organization, ni kitu ambacho kimewekwa katika ulimwengu wa roho. Sasa na ukitaka kuelewa haya mambo ya sheria, sitaki kuenda mbali sana kwa sababu nataka nirudi hapo nilipokuepo. Angalia pia sheria Mungu anaielezea kwa Kornelio. Anamwambia sikiliza, kuna sheria, jina lako halionekani huku kwenye kitabu cha uzima, lakini sadaka zako na maombi yako vinaonekana. Ndio utaelewa sasa, kumbe hata mtu ambaye hajaokoka anaweza kabarikiwa na mbingu zikamjadili hata kama hajaokoka, lakini akifa haendi mbinguni, kwa sababu ipo sheria ya kwenda mbinguni ambayo ni lazima umkiri mwana, umkiri Yesu Kristo, ukiri kazi ya msalaba. Yenyewe ndio inakuunganisha na sheria ya kuandika katika kitabu cha uzima na kwenda mbinguni. Kwa ndio maana akamwambia Kornelio, sikia, sheria ya sadaka unayotoa na mafanikio ipo huku, lakini jina lako halipo. Nenda kwa Petro, hakikisha na kuongoza sala ya toba, kwa maana haijalishi umetoa sadaka kiasi gani, ukifa kabla jina lako halijaandikwa huku, huji huku mbinguni. Ikabidi aondoke aende kwa Petro akaongoza sala ya toba na familia yake. Nini maana yake? Tunaongelea masuala ya sheria katika ulimwengu wa roho. Zile za kina Musa zile zilikuwa ni sheria zilizoongoza wao, lakini hizi ni sheria zinazoongoza ulimwengu wa roho. Na ndio maana utaka kujua sheria, nitofautishe tu kidogo. Yesu anaulizwa, anasema, je, kwa habari ya taraka imekuwaje? Maana Musa alisema tunaweza tukampa mtu taraka. Yesu akawajibu akasema, sikiliza, zile zilikuwa ni sheria za kuwaendesha ninyi kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini sheria ya mbingu inasema hivi, mke mmoja mme mmoja. Alafu alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hiyo ni sheria ya mbingu. Kuna nyakati zilikuwa ni ngumu sana sheria za mbingu kuachiliwa kwa hawa watu, kwa sababu namba moja, walikuwa hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Kipindi cha neema hiki ni kipindi cha kanisa ambacho kimeletwa pale ambapo Roho Bwana amemwagwa kwa kila mtu. Kwa hiyo anaendeshwa mtu kwa sheria ya ndani, kwa maana ya sheria ya mbinguni. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba nyakati za mwisho Roho Bwana atamwagika, ataachiliwa kwa wote wenye mwili. Alafu anaeleza pale ya kwamba wana wenu na mabinti zenu, wazee wenu na vijana, watoto ndoto wataona maono, watafanya. Anaeleza vile. Ukisoma kule nyuma anakuambia kwamba hizi sheria
ni za kuendesha hawa watu, lakini anaeleza kwa habari ya nyakati zinazokuja ambapo sheria yangu itaandikwa ndani ya mioyo ya watu. Ile ni sheria ya mbingu. Sasa sio sheria ile ya kina Musa, ni sheria ya mbingu ambayo unajikuta tu unahukumiwa kwa jambo fulani ndani ya moyo wako, hata hujahubiriwa na mtu. Nini maana yake? Ni sheria. Kwa hiyo ninapoielezea, si kwa ajili ya muda nisiende sana, lakini ninapoelezea masuala ya sheria kama hii ya leo naoelezea, ni kitu ambacho katika ulimwengu wa roho usipokielewa unaweza kukaa maskini miaka yote mpaka unakufa. Usiposhughulika, yani kama kuna vitu vingine havijafunuliwa machoni mwako, unakufa ukiwa maskini, kwa sababu hujaishughulikia sheria inayokufanya ufanye mambo ya muhimu yawe ya kwanza, yale yasiyo ya muhimu yawe ya mwisho. Ukishindwa kufanya hivyo, nini maana yake? Yale ya muhimu usipoyafanya, ukaanza kuyafanya yasiyo ya muhimu, utakufa maskini. Kwa nini? Kwa sababu ile sheria, na haijalishi umeokoka, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni mwinjilisti, haijalishi wewe ni nani, kama hii sheria haujaishikilia katika ulimwengu wa roho kwamba ufanye mambo ya muhimu, unakuta ni mchungaji anapirika nyingi lakini hamna anachokifanya kinachoonekana. Unakuta ni mwinjilisti yuko mbio lakini hamna anachokifanya. Unakuta ni mtu tu yuko mbio speed lakini anachokifanya hakionekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuta umo mabarabarani tunapishana na watu, unaweza kadhani zile mbio zinaenda kuwapa mafanikio. Angalia anachoenda kukifanya. Yamkini kile cha muhimu hakitolee hata jasho, ila kisicho cha muhimu ndio anakimbia kwenda kukifanya. Ni sheria. Paulo anaieleza kwamba hii kitu niko katika ulimwengu wa roho. Akaieleza hata kwenye dhambi kwamba inaonekana kirahisi sana kwamba lile jambo ninalokataa kulifanya, yani ile dhambi inayofanyika unaielewa, unayoichukia unaifanya. Usipopenda kabisa kwamba sifanye hiyo dhambi, unaenda kuifanya. Ile ambayo unaipenda ufanye, ile sheria ya mambo mazuri, unaikataa. Ni nini hiyo? Katika ulimwengu wa roho. Ni kitu katika ulimwengu wa roho ambacho kinatakiwa kifanyiwe kazi. Ni matumaini yangu ya kwamba kuna mtu mmoja amenielewa. Ninapoenda kushughulika na hii sheria katika ulimwengu wa roho, lazima unielewe, na utaona leo kuna mambo yatageuka. Utaona kuna mambo yatageuka kabisa kwenye maisha yako. Utashangaa. Unaweza kuniuliza, hivi pastor, miaka yote mbona hukuwahi kunihubiria hili jambo? Mbona hukuwahi kuniombea? Maana kuna watu watashangaa sana. Leo ni baada ya mimi kusema amina, na baada ya mtu kusimama vizuri, baada ya mtu kusimamia maombi nitakayoomba leo, utajikuta leo nafanya mambo ya muhimu tu. Na nataka mtu wa namna hiyo utoe ushuhuda leo. Alafu utaona vile ambavyo neema ya mafanikio itakapokujelea kwa ajili ya kuidhibiti hii sheria katika ulimwengu wa roho. Nataka tuende mbele za Bwana sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambapo Roho Bwana unatutazamisha sheria katika ulimwengu wa roho. Mungu aliye hai, asante kwa maana ile sheria ambayo inadai watoto wako hawa kushindwa kufanya mambo ya muhimu, lakini kuwa wepesi kufanya mambo yasiyo ya muhimu. Roho Mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya hiyo jambo ambalo linakula muda wa watu wengi, kuweza kufanya mambo yasiyo ya muhimu, kutumia muda mwingi kufanya mambo yasiyo ya muhimu, lakini kutumia muda mchache sana kufanya mambo yale ambayo yanawapa mafanikio. Roho Mtakatifu, ninaomba katika jina la Yesu, ile sheria ikaandikwe tena ndani ya moyo wa mtoto wako huyu, asukumwe kufanya mambo ya muhimu na awe mzito wa kufanya mambo yasiyo ya muhimu. Roho Mtakatifu, naomba hiyo sheria iandikwe leo kwa mtoto wako huyu, apelekeshwe kufanya mambo ya muhimu, awe mzito kufanya mambo yasiyo ya muhimu. Baba, nakushukuru sana kwa rehema na neema. Asante kwa maana mtoto wako huyu unaenda kumpelekesha kwenye hii sheria leo, akaone neema machoni pako, akifanya mambo ya muhimu tu na yasiyo ya muhimu yakose nafasi ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Asante kwa maana kupitia maombi haya unafungua milango ya utajiri, unafungua milango ya neema, unafungua milango ya kuinuliwa kwa mtoto wako huyu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Mungu wangu akubariki sana. Na hii sheria leo katika ulimwengu wa roho, shetani ana hasira sana, ana hasira mno, kwa sababu amewashikilia watu kwa staili hiyo kwa miaka mingi. Kwa sheria hii imetumika na shetani kuwatesa watu kwa miaka mingi sana. Anafanya mambo ambayo mume wake hayapendi, pasipo kujua yale anayoyapenda mume wake hayafanyi.
anafanya mambo ambayo mke wake hapendi, yale ambayo mke wake hayafanyi, faraka inatembea kwenye ndoa. Unakuta kuna wengine hadi uchumba wao umevunjika, mambo ya muhimu hafanyi, yale ambayo sio muhimu ndio anapambana nayo. Unakuta hivyo kwenye biashara, yale ambayo sio ya muhimu anafanya. Yani bidhaa ambazo hazihitajiki ndio anaziweka, zisizohitajika hafanyi. Unakuta anafanya biashara ambayo haina faida kwake, ile yenye faida hafanyi wala haijui. Unaweza kujiuliza hivi, kwa nini nafanya hii biashara yenye hasara? Kwa nini? Kwa sababu hiyo sheria kama haijafunuliwa kwako, huwezi gundua ufanye biashara gani, huwezi gundua ufanye biashara kwa njia gani, huwezi gundua ufanye biashara na nani. Ni sheria hiyo katika ulimwengu wa roho. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema. Hizi sheria huwa zinapigiwa kelele na sadaka katika ulimwengu wa roho. Utaiachilia sadaka yako katika ulimwengu wa roho. Ni sheria kwa sheria, kwa sababu sheria ya sadaka katika ulimwengu wa roho, sadaka inapoachiliwa juu ya jambo fulani, unamaanisha kuna sheria mpya inayoachiliwa juu ya lile jambo. Kupitia hiyo sadaka, lile jambo linaenda kupigiwa kelele katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni sheria na juu ya sheria. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.